Mambo vipi? Ni siku ya Jumatatu tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2025. Manchester City walituma ujumbe mzito kwa viongozi wa ligi ya EPL Arsenal kufuatia ushindi wa 3 kavu nyumbani kwao Etihad jana usiku dhidi ya mabingwa watetezi wa Premier League Liverpool. Mabao ya Citizens yalifungwa na mshambuliaji bora msimu huu, sio EPL pekee bali ulimwenguni kote, Erling Braut Haaland. Kisha kiungo Nico Gonzalez akafunga bao la pili, huko winga wa Ubelgiji Jeremy Doku ambaye alikuwa mwiba katika mechi hiyo akipachika bao la 3. Erling Braut Haaland msimu huu katika mechi za klabu na pia timu ya taifa amecheka na wavu mara 28. Lilikuwa bao lake la 14 katika Premier League msimu huu, akiwa anaongoza orodha ya wafungaji bora kwa jumla tangu ajiunge na Manchester City mwaka 2022 kutoka Borussia Dortmund nchini Ujerumani. Amecheka na wavu mara 99. Amebakisha bao moja pekee kuandikisha historia ya kuwa mchezaji aliyefikisha idadi ya mabao 100 EPL kwa haraka zaidi. Rekodi hivi sasa inashikiliwa na mshambuliaji wa zamani wa Uingereza na klabu ya Newcastle United Alan Shearer, ambaye alicheka na wavu mara 100 ndani ya mechi 124. Erling Haaland hivi sasa amecheza mechi 108 na kufunga mabao 99. Ikumbukwe pia Alan Shearer hivi sasa anashikilia rekodi ya mshambuliaji aliyefunga mabao mengi zaidi katika historia ya ligi kuu ya soka nchini England, akiwa amefunga mabao 260. Endapo ataendelea hivi basi ni rekodi ambayo Erling Haaland huenda kaivunja na kuweka rekodi mpya miaka inayokuja. Tangu mwezi Aprili mwaka huu, Manchester City ndiyo timu iliyozoa alama nyingi zaidi katika EPL, alama 45 kwa kushinda mechi 14 kati ya 20, ikiwemo 10 kati ya 11 nyumbani kwao Etihad. Vilevile ilikuwa mechi ya 1000 kwa mkufunzi wa Manchester City Pep Guardiola tangu aanze kuwa kocha mnamo mwaka 2007, ambapo alitwikwa majukumu ya kuongoza timu B ya klabu ya Barcelona nchini Uhispania. Wakati huo aliongoza kwa mechi 42 kabla ya kupandishwa daraja kuwa mkufunzi wa kikosi cha kwanza cha Barcelona, ambapo alisimamia mechi 247. Kisha kati ya mwaka 2013 na 2016 alihamia Ujerumani kuiongoza klabu ya Bayern Munich mechi 161, na hivi sasa kwa Manchester City ameiongoza kwa mechi 550. Katika mechi hizo Pep Guardiola amefanikiwa kuandikisha ushindi katika mechi 716, ambayo ni 71.6%, huku akipoteza mechi 128 pekee. Isitoshe ameshinda mataji 40 ikiwemo klabu bingwa barani Ulaya mara 3 na mataji ya ligi tofauti 12 nchini Uingereza, Ujerumani na Uhispania. Kwa mpinzani wake Arne Slot mambo yamezidi kuwa magumu. Liverpool imepoteza mechi 5 msimu huu, zaidi ya mechi walizopoteza msimu uliopita ambapo walitandikwa katika mechi 4 wakinyakua taji la EPL mwisho wa msimu. Vilevile wamepigwa mechi 4 ugenini mfululizo, mara ya kwanza tangu mwaka 2012. Kufuatia matokeo hayo, City imepunguza pengo la alama kati yao na viongozi wa ligi Arsenal hadi alama 4 pekee baada ya mechi 11. Wanabunduki wanaongoza jedwali la EPL wakiwa na alama 26, City nafasi ya pili alama 22. The Blues baada ya kuititiga Wolves darajani Stamford Bridge 3 kavu wanashikilia nafasi ya 3 alama 20, huko Sunderland baada ya kuizuia Arsenal 2-2 nyumbani kwao Stadium of Light wanashikilia nafasi ya 4 alama 19. Kisha baada ya hapo kuna timu 5 zinazofuatana zote zikiwa na alama 18, kuanzia Spurs katika nafasi ya 5 hadi Bournemouth katika nafasi ya 9. Na katika fununu za uhamisho wa wachezaji wa soka barani Ulaya hii leo, Crystal Palace inapanga kumwongezea mkataba kiungo wa Uingereza Adam Wharton miaka 21 ili asalie katika uwanja wa Selhurst Park. Wharton ambaye amejumuishwa tena kwenye kikosi cha timu ya taifa Uingereza na mkufunzi Thomas Tuchel
amekuwa akiwindwa na timu mbalimbali nchini England, huku Manchester United ikiwa mstari wa mbele kumsajili. Tottenham Hotspur wameonyesha nia ya kutaka kumsajili winga wa Brazil Rodrigo Silva da Goes, miaka 24, ambaye hana nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Xabi Alonso Real Madrid. Spurs wako tayari kulipa zaidi ya pauni milioni 70 ili kumsajili. Manchester United wanatarajiwa kurejea sokoni mwezi Januari ili kusajili kiungo. Miongoni mwa viungo wanaowamezea mate ni mchezaji wa zamani wa Chelsea Conor Gallagher anayechezea Atletico Madrid na umri wa miaka 25, Angelo Stiller wa Ujerumani anayechezea klabu ya VfB Stuttgart miaka 24, pamoja na Javi Guerra wa Valencia miaka 22. Licha ya kuwa mshambuliaji, Benjamin Sesko alipata jeraha la goti katika mechi ya Jumamosi dhidi ya Spurs. United hawana uwezo wa kukatisha mkataba wa mkopo wa mshambuliaji wa Denmark Rasmus Højlund katika klabu ya Napoli, kwani hakukuwa na makubaliano ya kufanya hivyo. Højlund, ambaye amecheka na wavu mara 4 katika mechi 9, atasalia katika uwanja wa Diego Armando Maradona hadi mwisho wa msimu, ambapo Napoli wana ruhusa ya kufanya rasmi usajili wake kwa takriban pauni milioni 38. Kiungo wa Uskoti Scott McTominay anajaribu kuishawishi Napoli kumsajili kiungo wa Uingereza Kobbie Mainoo, miaka 20, ambaye hana nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha kocha Ruben Amorim Old Trafford. Mshambuliaji wa West Ham United Mjerumani Niklas Füllkrug, miaka 32, anawindwa na vigogo wa Italia AC Milan, na huenda wananyundo wakamwachilia kwa mkopo mwezi Januari. Kiungo wa Senegal Iliman Ndiaye aliye na umri wa miaka 25 anang'ang'aniwa na timu mbalimbali barani Ulaya, ikiwemo Spurs, Newcastle, Juventus, AC Milan na Atletico Madrid. Mabingwa wa EPL Liverpool wako tayari kutoa pauni milioni 88 sawia na euro milioni 100 ili kumsajili mlinzi wa Italia Alessandro Bastoni, miaka 26, kutoka vigogo wa Italia Inter. Real Madrid wanapanga dau la takriban pauni milioni 220 ili kuwasajili wachezaji wawili. Wa kwanza ni kiungo wa Uingereza na klabu ya Arsenal Declan Rice, miaka 26, na wa pili ni winga wa Ufaransa na klabu ya Paris Saint-Germain Bradley Barcola, miaka 23. Na hatimaye washikilizi wa taji la La Liga nchini Uhispania Barcelona wanamvizia fullbeki wa timu ya taifa ya Colombia Daniel Munoz, miaka 29, kutoka Crystal Palace. Mwisho wa makala leo.